majina naitwa Ramadhani Odoyo Juma. Ni mfanyabiashara soko la nyama choma Vingunguti. Hii leo watu hawajaandamana isipokuwa wamefanya mgomo baridi wa kuomba haki zao zipatikane. Sisi soko tuliambiwa ni wafanyabiashara wadogo ambao tunahitaji kujichanganua na kujipata kiuchumi kwa uchumi wa buruu wa Mama Samia Suluhu Hassan. Leo hii soko hili tunanyanyasika. Malalamiko yetu, cha kwanza tuliomba mwenyekiti wa soko atupelekee taarifa ya mkurugenzi wa halmashauri atusaidie. Tukapewa ndani ya wiki moja, mpaka leo tunaelekea miezi mitatu hatujaona chochote. Kwa majina naitwa Patricia Kanoni. Sisi ni wafanyabiashara wa nyama choma Vingunguti Kubilamoto. Kizimba kimoja tunalipa pesa shilingi 90,000. Kwa maana kwamba nikijumlisha shilingi 30,000, shilingi 15,000, nikijumlisha na usiku shilingi 30,000, shilingi 15,000. Kizimba kimoja kinalipwa shilingi 90,000. Kila tukiomba ombi toka tumefungua soko, majibu hatupati fasana, majibu hakuna yanayoletwa katika soko hili. Kila siku tunakuwa tunalalamika, kila siku tunatoa maoni, kila siku tuna changamoto na changamoto zetu hazitatuliwi kwa wakati inavyopaswa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumesema kwamba tupunguziwe kodi. Ombi tulipeleka, halijarudishwa majibu mpaka leo, tunamaliza mwaka mzima. Hapa tulichoamua kufanya ni kuleta mgomo wa kuto kupika chochote ili tupate muafaka wa kuwa tuna uwezekano wa kupunguziwa kodi au rasha. Tofauti na hapo, majibu yasipopatikana, tunatakiwa tupate msaada ngazi za juu, kama kwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, tupate muafaka na sisi tunasaidiwaje kama wengine wanavyosaidiwa masoko mengine. Wito wako ni nini? Wito wetu sisi, serikali tunaomba ituangalie kwa jicho lingine ambalo walitujengea wenyewe soko hili kwa ajili ya manufaa yetu sisi, na ndivyo hivyo na kwa manufaa ya serikali. Tunaomba tuangalie kwa jicho la pili, kwa mchango wetu tunaotoa usizidi kutukandamiza, bali utunyanyue na sisi tupande juu, sio tushuke chini. Kwa majina naitwa Hamisi Kisonge wa Rutundu. Ni mfanyabiashara wa soko la nyama choma Vingunguti. Kero yetu sisi wafanyabiashara hapa kwenye soko, tunapitia changamoto ya soko kwamba bei, yani kodi tunayolipa hapa kwenye hili soko ni kubwa zaidi yani inazidi kipato ambacho tunachopata sisi wafanyabiashara wa hapa. Sisi maombi yetu makubwa wafanyabiashara, tulikuwa tunaomba haya malalamiko yafike juu ya viongozi wengine wakubwa, uweze kupata ili taarifa, watusaidie sisi wafanyabiashara wadogo wa chini, tunapitia wakati mgumu sana. Naitwa Ashura Sumani Kirambo. Tatizo la hapa kodi kubwa, kodi 90,000 masaa 24. Unaelewa? Sisi hapa tuliwaambia mimi nakusanya bukubuku uwezo wetu kulipa 30,000, lakini wao hawataka tena, wanataka hela uikusanye kwa pamoja ndio uipeleke kule ofisini. Kusanya moja hawataka. Maji yanasumbua, choo tunalipia. Anaelewa? Hapa mmekuja hapa, kuna yule mtendaji alikuwa anaongea, mlipofika tu kanyamaza. Sisi tukajiuliza kama ingekuwa ni jambo la haki, kwa nini kanyamaza alafu kaondoka? Na maana ilikuwa nataka kutudanganya tena, tuache hapa sisi tumezubaa. Kwa jina naitwa Muhammad Mweko maarufu kama Mwarabu Pulu, ni mwenyekiti wa soko la nyama la Kubilamoto lililopo Vingunguti, Dar es Salaam. Nimepokea kazi hii kutoka kwa wafanyabiashara kwa kusimama kufanya shughuli siku ya leo ili kupata majibu ya yale wanaoona hawatendewi haki. Wafanyabiashara hawa, ingawaje shauri hili lipo kwa mkurugenzi kwa ajili ya kusikilizwa, lakini wameona limechukua muda mrefu, pamoja na kutengeneza ile kamati ya watu kufuatilia. Wale viongozi wa kamati walipita sehemu zote, lakini bado hawajapata majibu yanayostahili. Hawa madai yao makuu
eneo lao la biashara lipo karibu na barabara wawekewe zebra ili waweze kuvuka. Pili, swala la choo, sababu wanauzia watu, wanaona swala la choo ni mtihani kwa wateja wao. Tatu, swala la joto ambalo soko hili lina joto, wateja hawezi kukaa. Na nne, masuala ya moshi. Moshi unatokana na aina ya majiko yaliokuwepo. Kwa hiyo imekuwa ni shida. Moshi unazunguka, wateja hawezi kukaa, wanaona kama wakija humu kama wao ndo wanachoma nyama. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.